Moja kati ya story kubwa sana ambayo imegonga headline tarehe 22 mwezi wa 4 ni kuhusiana na jaribio la kutaka kumpindua rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, jaribio ambalo limetaka kufanyika siku ya leo, na tumeona serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imetangaza kwamba wamefanikiwa kuzuia jaribio kubwa la mapinduzi dhidi ya kiongozi wake Captain Ibrahim Traore. Waziri wa usalama Mahamadou Sana amesema njama hiyo ilihusisha wanajeshi wa sasa na wastaafu wakishirikiana na makundi ya kigaidi, na kwa mujibu wa waziri huyo, wahusika walikuwa wakifanya maandalizi yao kutoka nchi jirani ya Ivory Coast na walikuwa na lengo la kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Hii si mara ya kwanza kwa serikali ya kijeshi ya Burkina Faso kudai njama ya kuangushwa madarakani, huku nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kutoka katika makundi mbalimbali ambayo yana msimamo mkali. Na ifahamike, Captain Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba mwaka 2022, akimuondoa Kanali Paul Henri Damiba aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama, lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo ambayo yanaisumbua serikali hiyo ya pale Burkina Faso. Kwa hiyo ni moja kati ya story ambayo nimeona media za kimagharibi zinaenjoy sana, zinafurahi kutokana na kwamba Captain Ibrahim Traore amekuwa ni kiongozi shupavu sana, kiongozi mwiba kwa hayo mataifa ya Ulaya ya magharibi ambayo yamekuwa yakinufaika na rasilimali za pale Burkina Faso kujinufaisha wao wenyewe. Sasa jaribio hili la kupinduliwa kwa Captain Ibrahim Traore si jaribio tu pengine la bahati mbaya, ni kwamba ni jaribio ambalo linaendana na ahadi za raia ambazo wamekuwa wakipewa, kwa sababu baada ya kufanikiwa kuzuia jaribio hili la mapinduzi ambalo linadaiwa kumhusisha mkuu wa wafanyakazi wa Rais Ibrahim Traore pamoja na mtandao wa husika wa ndani wa kigeni katika kile mamlaka ambacho wamekiita kama njama za hali ya juu za kumuua kiongozi wa jeshi na kuleta machafuko katika taifa hilo la Saheli, ni kwamba afisa huyu wa juu wa serikali ambaye jina lake halijatajwa rasmi alikamatwa baada ya kukiri kupokea hongo ya faranga bilioni 25, takriban kama dola milioni 45 fulani za Kimarekani, pamoja na shehena ya silaha ambayo inadaiwa kufikishwa kupitia Cote d'Ivoire kwa maana ya Ivory Coast, na walikuwa wanapewa usaidizi na Ufaransa. Na mtakumbuka wakati Burkina Faso wamewatimua Wafaransa wasiendelee kuwepo pale nchini Burkinabe, moja kati ya kauli ambazo niliwahi kuzizungumza, mnakumbuka niliwadokezea nikasema sasa hivi tutasikia uwepo wa vikundi vingi sana ambavyo vinahitaji kumuondoa Captain Ibrahim Traore, na nilizungumza nikasema hao Wafaransa hawajafurahishwa kabisa, kwa sababu najua wao walikuwa wanainyonya sana hiyo Burkina Faso. Kwa hiyo kitendo cha kuondoa pale ilikuwa ni pigo zito sana kwa Wafaransa, na mpango huu ulifichuliwa kupitia uchunguzi wa ndani ambao uliendeshwa na jeshi, na inaelezwa kwamba ulikuwa katika hatua za juu za maandalizi, yani walikuwa katika hatua za mwisho za kufanya maandalizi ya kumpindua mwamba. Kwa hiyo kukiri huku kunahusisha mataifa ya nje katika jaribio hilo ambalo tunasema ni jaribio la kuvuruga utawala, huku vyanzo vya kiusalama pamoja na vyombo vya ulinzi vikilaumu Ufaransa, mtawala wa zamani wa kikoloni wa hiyo Burkina Faso, kwa kupeleka silaha kupitia mtandao wa rais wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara. Na serikali ya Ufaransa na Cote d'Ivoire hazijatoa majibu kuhusu madai hayo hadi taarifa hii ambavyo imetufikia. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Usalama, inasema hii ni usaliti mkubwa kwa mamlaka ya taifa. Wananchi wa Burkina Faso wamesimama imara na kuungana nyuma ya Rais Captain Ibrahim Traore ambaye uongozi wake unaungwa mkono kwa kiasi kikubwa katika vita vyetu dhidi ya ukosefu wa usalama pamoja na uingiliaji wa mataifa kutoka nje. Ufunuo huo umechochea kuimarishwa kwa usalama mjini Ouagadougou na maeneo ya jirani kwa kuanzisha vizuizi barabarani, lakini pia kupeleka wanajeshi majeshi mengi zaidi kwenye maeneo nyeti, na serikali imesema watu 9 wakiwemo raia wa kigeni tayari wamekamatwa kuhusiana na jaribio hilo la mapinduzi. Tangu aliposhika madaraka mwaka 2022, Captain amechukua mwelekeo mpya katika sera za kigeni za Burkina Faso kwa kujitenga na mataifa ya magharibi, hasa Ufaransa, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na kijeshi na Urusi
pamoja na tawala za kijeshi za Mali, Niger chini ya muungano wao ambao unafahamika kama Alliance of Sahel States au AES. Na mwelekeo huu mpya wa Kapteni Ibrahim Traore si tu umeleta changamoto kwa nchi za kimagharibi, ila umeongeza mvutano katika mataifa ya Afrika Magharibi, ambapo kanda hii imegawanyika kati ya serikali zinazoiunga mkono magharibi na zile ambazo zinaongozwa na jeshi zinazosisitiza kujitawala na kupunguza uingiliaji wa kigeni. Wataalamu wa usalama wanasema mabadiliko ya sera za Traore pamoja na kauli zake kali dhidi ya ukoloni huenda zimechochea wale ambao wanatafuta kuendeleza ushawishi wao katika taifa hilo lenye utajiri mkubwa zaidi wa madini. Hata hivyo, Zagazola hakuweza kuthibitisha madai ya ufadhili na msaada wa vifaa kwa waandalizi wa mapinduzi hayo kwa njia huru. Na Burkina Faso imekumbwa na ongezeko la mashambulizi ya kigaidi, huku sehemu kubwa ya ardhi yake ikiwa mikononi mwa makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda pamoja na Islamic State IS. Na mapinduzi kadhaa ya hivi karibuni yakiwa ya mwaka 2022 yanaonyesha hali tete ya kisiasa pamoja na hasira za wananchi kuhusu utendakazi wa serikali. Lakini katika jambo hili kuna walakini mkubwa sana, kwa sababu utawala wa Kapteni Ibrahim Traore ndio ulioambiwa na wananchi kwamba wananchi wanamhitaji sana mshikaji aendelee kusimama kama president wa pale Burkina Faso. Kwa hiyo tunaona sasa hivi Ufaransa pamoja na mataifa mengine yanaangalia namna gani ambavyo wanaweza wakaidhibiti hiyo Burkina Faso pamoja na ushawishi wa Kapteni Ibrahim Traore, ambaye kimsingi ni kiongozi ambaye kwa sasa hivi ni role model wa raia wengi sana katika bara la Afrika, lakini pia dunia na yenyewe inamtazama sana mshikaji huyo. Na speaking about Kapteni Ibrahim Traore, tunafahamu tarehe 9 ya mwezi huu wa 5 2025 anatarajiwa kusafiri mpaka pale nchini Urusi, ambapo atakutana na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin katika ile siku ya ushindi Victory Day ambayo itafanyika tarehe 9 Mei. Na pamoja na mambo mengine wanatarajiwa kujadili masuala ya kiusalama, kwa sababu mnafahamu kwamba Burkina Faso pia inapokea ulinzi mbalimbali kutoka pale Urusi kupitia vile vikundi vya Wagner PMC pamoja na vikundi vingine ambavyo vimekuwa vikisapotiwa na serikali ya Urusi. Na tunafahamu Ibrahim Traore kiongozi ambaye anaelezwa kama mtu ambaye Waafrika wengi wanamuunga mkono. Tuliona shirika maalum kutoka kitengo cha siasa pamoja na diplomasia cha Burkina Faso kinafahamika kama SDB waliungana na baadhi ya wanaharakati ili kumuondoa madarakani kama kiongozi wa Burkina Faso. Na kwa mujibu wa ripoti ni kwamba Traore wanasema hastahili kuendelea kuongoza kwa sababu alikuwa ni mkuu wa majeshi na walipindua serikali kutokana na uozo uliokuwa unaendelea pale Burkina Faso. Wamempa amri ya kujiuzulu ili wananchi wa Burkina Faso waweze kupiga kura kumchagua mtu wanayemtaka. Hata hivyo, baadhi ya watu nchini Burkina Faso wamekataa na wanasema wanataka kuendelea kuongozwa na Kapteni Ibrahim Traore. Shirika hili ambalo pamoja na wale wa ECOWAS ambalo ni jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ni kwamba inaonekana pia na lenyewe linaangalia namna gani ambavyo wanaweza wakamuondoa Kapteni Ibrahim Traore, kwa sababu yeye ni moja kati ya watu ambao aliwashawishi wale viongozi wengine wa Afrika Magharibi wajiondoe katika ule muungano wa ECOWAS, waanzishe muungano wao wa AES pamoja na kuanzisha majeshi yao. Yani zile nchi za Burkina Faso, Niger pamoja na Mali wana NATO yao wao wenyewe, kwamba ukiipiga Burkina Faso basi umeipiga Mali, umeipiga Niger pamoja na mambo mengine. Nchi takribani 15 ambazo zinaongozwa na ECOWAS ikiwa ni pamoja na Benin, Senegal, Mali, Nigeria, Togo, Gambia, Burkina Faso, Cape Verde pamoja na mataifa mengine, ni kwamba wao wanasema kwamba wakati wanaanzisha ile ECOWAS ilikuwa inalenga amani, maendeleo, miundombinu na utawala bora ndani ya nchi za Afrika Magharibi, lakini kwa bahati mbaya zaidi jambo hilo limeshindikana. Ndio maana huyu mshikaji wanahitaji kumuondoa haraka sana. Yani amekuwa ni mwiba mkali sana, na mnajua nyie kitu ambacho pekee mnatakiwa kukijua ni kwamba Kapteni Ibrahim Traore ni mwanajeshi la kwanza, kwa hiyo anajua mbinu za kuweza ambazo anaweza kazitumia hata wa maadui zake kumwangamiza. Tumeona kuna watu ambao wamekuwa wakijiuliza kwamba Kapteni Ibrahim Traore mbona ni kama pia hawaamini hata watu wake. Yes, wanasema njia pekee ya kujilinda au njia pekee ya kuwa na ulinzi mkubwa zaidi ni pamoja na kuanza kujilinda wewe mwenyewe, kitu ambacho anakifanya pia Kapteni Ibrahim Traore, kwa sababu tunafahamu amekuwa akijilinda yeye mwenyewe, na anasema kitu pekee ambacho yeye anakiogopa, anamuogopa Mungu peke yake. Anaamini Mungu pekee ndiye ambaye anaweza kuchukua uhai wake. Na kauli hizi ziliwakera sana watu wa Magharibi, wakasema okay fine, kama unasema ni Mungu pekee
ambaye anaweza kukulinda na kukuondoa uhai wako, basi sisi tutakuonesha show. Na ndio maana sasa hivi mnaona kuna majaribio mengi sana ambayo yanahitaji kumuondoa mshikaji wetu Kapteni Ibrahim Traore. Tunamuombea sana mwamba. Hawa watu ambao wanafanya hizo jitihada, of course, pamoja na kwamba naye aliingia kwa military coup, so issue, lakini ili hali watu wa Burkina Faso wanamuelewa, Afrika inamuelewa, dunia inamuelewa. Ni wachache ambao wanatamani kuendelea kuinyonya Burkina Faso, ndio ambao wanafadhili vikundi vya kigaidi ambavyo leo hii tunaona vinatengeneza hali ya sintofahamu katika taifa hilo la Burkina Faso. Mimi kama Daraja natumika hapa kuwafikishieni report, lakini tutaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi, tuone zaidi ya hiki ambacho kimefanyika leo pamoja na siku nyingine kitakuwa kina muendelezo gani. Lakini je, kapteni mwenyewe atazungumza nini? Washirika wa Ibrahim Traore watazungumza nini? Hilo ni jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba tunawaletea hizo report back, ili kuhakikisha kila kitu mnakipata kwa ukweli wake. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.